Na karibu tena mtazamaji. Timu ya raga ya wachezaji 7 kila upande, Shujaa imejikatia tiketi ya robo fainali ya taji la HSBC kule Valladolid, Uhispania baada ya kuilaza Uingereza mabao 12-7. Na kwenye mechi ya mwisho ya makundi, ni ushindi ambao umeifanya Kenya kusonga mbele kama mojawapo ya timu bora zilizoko katika nafasi ya 3. Naam, taarifa kamili kuhusiana na mchezo huo ni hapo mwendo wa saa 3. Na mtazamaji, naona kwamba hakuna kupoteza hata sekunde, tunakwenda moja kwa moja katika majadiliano katika siku hii ya leo. Manake hali iliyopo hapa studioni ni sima moto mchuzi moto, lakini awamu ya pili ishaletwa. Sasa ujue ulipe kwanza ama ule kwanza. Lakini kwa sasa hivi ni kwamba tunakwenda hoja muhimu. Endapo utakuwa na mpenzi wako ama mume ambaye amekuoa na akawa hana kazi, unaishi naye vipi? Ya kuishi naye. Alafu kuna mmoja hapa Rashid anasema unaishi naye alafu mule nini? Sema kitu. Naam. Bi Msafwari. Tuanze na Bi Msafwari. Naam, utaishi naye, manake sasa ukisema kwamba hutaishi naye utakuwa unasema uongo, manake ni mume wako. Kitu cha kufanya ni kila wakati nimekuwa nikisema kwamba kama mmeoana na ikawa mwenzako hana kibarua, huyo wa kike, fanya bidii awe na chochote kile ambacho cha kutegemea, kwa sababu ile inaitwa leo na kesho. Si kwamba leo na kesho ni mtu kuwa amekufa, hapana. Hata mtu anaweza kuwa ako hai lakini akapatwa na matatizo. Kwa hivyo miko upande wangu nasema kwamba ni mwanamke afunike siri zake za nyumbani. Si kutoa siri za nyumbani, ni kuona kwamba anaweka siri, haongei mambo ya nyumbani kwake sana kwa kina mama, kwa sababu ukianza kuelezea kina mama ni rahisi sana kukuambia kwa nini unakaa na huyu mtu. Kama huyu ametuma ujumbe akiuliza mtakula nini, na hivyo ndio utaulizwa na watu, unakaaje na mtu hafanyi kazi, unakaaje na mtu hajitumi. Lakini mama, kama umeolewa na unampenda mume wako na uko na watoto, angalia mlitoka wapi. Ukiangalia mlitoka wapi, hakuwa na maringo, utaangalia ni njia gani ya kumsaidia. Na hakuna maombi usikizwa kama ya kina mama na kumwombea mume wako. Amka alfajiri, muombee mume wako, mfunike kwa maombi, na utakapokuwa unamfunika kwa maombi, Mungu atamfungulia njia. Lakini usiwe mtu wa kumkalipia na kumpatia zile kazi ambazo wewe mpende, muombee na Mungu atamfungulia milango yake. Naam, lakini unajua kuna hoja moja Lulu, ambayo huwa inajitokeza sana kwa mtu ambaye ana kazi. Kwa sababu swala ambalo linakuja, mtu kwanza anaona kwamba huyu ni mzigo sasa hivi, kwa sababu alafu pili inakuja kwamba tutasaidia naye vipi. Yaani kwamba kila unapomwangalia kila asubuhi unaona kwamba huyu hana faida tena. Ni atoke akatafuta, na kama hata kuwa apati ndio kila siku unazidi kumuona kero. Na fikiri Bi Msafwari tunasema, manake twajua kwamba kweli kuna kumuombea, na ukimwombea wasubiri dua iitikiwe. Lakini je, kipindi cha kumuombea na kuishi naye, waishi naye vipi wakati hana msaada wa shilingi moja wala thumni? Wajua Rashid, huwa inategemea mapenzi yako na mume wako. Wajua kitu kinaitwa love. Kama unampenda mume wako na jambo kama hilo limetokea, lazima utalishika ukijua kwamba huyu ni mume wangu, haya ni matatizo yametokea, uone utayakabili kivipi. Lakini kama utakuwa ni kama kwamba unakuwa kama ni mtu wa kurusha mkono, kina mama acha niwaambie, utakaporusha mkono huyu bwana hatapungukiwa. Lakini utakapokubali tu katika shida, mpunguze budget. Tulizungumza wiki iliyopita, badilisheni hata shule za watoto. Mwenyezi Mungu kama alikumbia watoto wako na akili watasoma tu, lakini usione kwamba ndio mwisho wa ulimwengu unamchukia yule bwana. Wakati unapomchukia na kumkasirikia, je, akija akifungukiwa, akipata kazi, akifanikiwa, utaomba ruhusa urudi tena, ama utasema kwamba mume wangu usikujua itakuwa hivyo? Kitu cha kufanya ni kumvumilia. Lazima mvumiliane, lakini katika kumvumilia usiwe mkali. Mama, tuliza moyo wako ukijua kwamba huyo bwana ni Mungu alikupatia, na hiyo kazi ni Mungu ameitoa. Mungu hata kuacha kwa sababu uko na wale watoto na unazidi kumfunika mume wako kwa maombi. Naam, tumeweza kusikia Bi Msafwari amezungumza kwamba tumfunike mume wako kwa maombi. Ni swala ambalo maombi. Lakini sasa ukifika nje watu watakuuliza sasa tutakula
sitaki kutamka. Kwa stizai nakwambia ni ukweli, kwa stizai kwamba je tutakula hayo maombi na kuuliza. Alafu kwa hiyo kuna unyonge fulani bwana anakuwa nao na kuna heshima fulani mwanamke anapaswa kuwa nayo. Na kuna mtu ametuma jumbe anasema, Rashidi, njia peke yake ya mwanamume kuishi na mke wakati hana kazi ni kuacha kuendesha familia na mke wake endeshe familia. Maana yake ukizidi kuweka sauti na wakati hauna kazi, mke atakuwa. Kwa hivyo mwanamume anapaswa kuwa chini. Ndio maana wanakuwa hawana nguvu, hawana usemi. Ni kwamba unavyotaka nipeleke mpaka pale ambapo nitarudi kupata kibarua. Na Bi Msafwari, ungeshauri mwanamume, baba wa nyumba ambaye kila siku unamuita ndio kichwa cha nyumba, ashuke chini, ajishushe kiasi manake hana kazi? Unajua akishuka ashuke chini ni kama sasa wewe ndio umemfanya yani aonekane mnyonge. Akiwa ameonekana mnyonge tena sivyo. Anatakana tu akae vile alivyokuwa amekaa. Sasa hapo inategemea na lile penzi. Unajua hata wewe unaweza kwenda kusalimia watu ukapiga hodi ukaona kwamba hapako sawa. Lakini mwanamume kila wakati anatakana akuwe ni mwanaume na ajipatie nguvu. Na asiangalie yale ambayo kwa mfano mke wake anafanya. Na nasema kwamba hali kama hii itakapokuwa, dharau kweli litakuwepo, ama litakuwepo hata kwa watu wa mume wakatia dharau pale ndani. Lakini ni mami nakwambia, wajua ninaposema maombi kuna wale ambao hawaamini maombi. Lakini unaposimama na Mungu ukamfunika mume wako, unakuta kwamba yule Mungu anawafungulia njia. Lakini kama mtakuwa kama ni kwamba kila siku mmekaa kwa nyumba mnaangalia, hakuna wakati wa kwenda kumcha Mungu, basi mambo hayatageuka, because shida zako ukimpeleka mahali ukimlilia Mwenyezi Mungu anakufungulia njia. Lakini kina mama, msiwe wa kusengenya huyu bwana ukao unamsengenya, ama watu wa kwenu wakipiga hodi waanze kuambia huyu bwana ni hivi na hivi. Utakapovumilia na kuna kunyamaza, najua lazima mahitaji lazima ageuke. Maana kama pesa haziko zile nyingi, kwa nini mahitaji yataendelea vile vile? Ni wewe mwenyewe upunguze budget. Kama ulikuwa ukinunua nyama kilo 1, nunua nusu. Kama ulikuwa upiki maharagwe, pika maharagwe sasa. Mpaka maisha uone kwamba yanaenda sawa. Hivyo ndio mimi naweza nika-advise. Bi Msafwari, na iwapo mke pia hana kazi, yeye amekuwa ni housewife tu, hana kazi yoyote, amekuwa akimtegemea mume. Na mume pia kazi ndio imekatika. Sasa huyu mke anaishi vipi na yule mume wakati yeye amekuwa tu housewife? Inakuwa ngumu. Lakini kwa wanawake, unajua sisi wanawake huwa hatutakani tukae hivi. Kuna vitu vingi mtu unaweza kusaidia navyo nyumba yako. Kama wewe kwa mfano ni mwanamke ambao umekuwa ni mpishi, kuna mahamri, waweza ukapika mahamri ukatangaza uko na mahamri ya watu wa kutumia na chai, na unakuta kwamba yatanunuliwa. Waweza ukafungua hata kama ni mahali pa kupika chapati. Nimekuja kuona hizi chapati zinafungiwa foleni, watu wanaenda kununua foleni. Je, hao wanawafanya foleni, hao wanaopika wanapata pesa ngapi? Ni mama, utumie common sense. Usikae tu ulalie maarifa. Unafungua akili ya kujua nitafanya kitu gani. Vitu vya mapishi hazibwagi watu. Huwezi kubwagwa na mapishi. Huwezi kupika mahamri mazuri ukaweka pale barabarani yasinunuliwe na watu. Bora unajua kupika, unafinika chakula chako vizuri, unakiuza kwa usafi mwanamke, hapo utapata mapeni ya kuweza kuwasaidia. Pale katika yale mahamri na chapati hutakosa kupatia wanao breakfast wakienda shule. Pale tukingojea Mungu afungue. Kwa hivyo kazi za mikono kina mama hatutakani tukae bure. Watakana zile kazi za mikono unapofanya ndizo zitakazo kusaidia katika maisha. Asante sana. Na kuna swala moja Lulu katika mjadala, kwa sababu unapokuwa mtu hana kazi maelewano yanapungua. Panapokuwa hapana subra na busara, kunakuwa na heshima inapungua, mapenzi yanapungua, masikizano yanapungua. Miriam, nafikiri kwamba ni swala ambalo najua kwamba ushakutana na watu wengi wakizungumzia hayo, kwamba wakati hakuna hela vitu hivyo vinakosekana. Je, unaishi na mtu vipi wakati hana anani? Miriam. Mtu anaweza kupunguza hivyo vitu kabla alikuwa hana upendo wa dhati na unajua
Kuna watu wanaishi katika maisha ambayo mwanaume hana kazi na hajui lini atapata kazi, lakini mwanamke anaonesha heshima na anaonesha thamani. Na ukiona mwanamke ambaye amepunguza heshima, amepunguza upendo, huyo mtu kabla alikuwa hana upendo. Ameolewa na huyo mtu sio yeye, ni kazi iliyomuoa. Mfano, Rashid, wewe ni mtangazaji. Mimi naweza nikakutamani Rashid, ama nimekupenda na ni kweli ukahisi Mariamu ananipenda. Kumbe mimi sikupendi wewe, na kupenda kwa sababu ya kazi yako. Kuna watu leo anamuuliza mtu, nimeolewa na injinia, nimeolewa na mtangazaji Rashid, lakini sijaolewa na Rashid, nimeolewa na mtangazaji. Kwa hiyo itafika mahali kwamba Rashid, baada ya utangazaji utakwisha. Ukisha utangazaji kwa sababu nilifuata kwako hicho kitu, hakuna, mimi lazima hivyo vitu nipunguze. Lakini kwa mtu ambaye aliyeolewa na mwanaume aliyempenda kwa dhati, lakini imefika mahali amefikwa na mitihani, ni vitu gani ambavyo unapaswa kuvitengenezea thamani? Ni heshima, lakini vile vile na kumpa thamani yake, kwa sababu maisha ya kazi yamepita. Lazima utengeneze utu na thamani. Lakini utu unautengenezaji na thamani unaitengenezaji? Unalinda kinywa. Ni maneno gani nizungumze na mtu ambaye leo hii hana kazi, ambaye ndo ni mume wangu? Na maneno gani niweze kumfariji mwanaume ambaye hana kazi? Ni kinywa changu. Kwa sababu kuna aina tatu ya wanaume wakiwa hawana kazi. Mwanaume wa kwanza ana hasira. Mwanaume wa pili anakuwa ni mkimya kupita kiasi. Mwanaume wa tatu anaingia kwenye ulevi. Umeona? Lakini leo hii, ili huyu mtu asiingie kwenye ulevi, lazima niweze kumpa maneno ya faraja. Baada ya kazi kuna maisha yataendelea, kwa sababu kuna option A, option B. Tuangalie B ikoje. Ni mimi mwanamke sasa. Lakini yule ambaye ni mkimya kabisa, haongei chochote, kwake ni sawa. Wanawake nasema, mume wangu baada ya kukosa kazi kanibadilikia. Siku hizi kila kitu yeye kwake ni sawa. Lakini ili niende naye sawa, nimtoe kwenye lile dimbwi la ukimya, lazima kuna maneno mazuri niyatumie ili tuende naye sawa. Lakini kuna mwanaume mkali, lazima nimuelewe huyu mume ni mkali, napaswa kwenda naye vipi? Maana ili ule ukali aliokuwa nao asiwe nao. Lakini pia hata mwanaume ambaye ni mkali lazima aelewe kwamba asiingize katika hayo maisha aliyoyakosa akaleta ukali akaona kwamba iko sawa. Kwa hiyo katika maisha haya ambayo wanandoa leo hii nazungumza, labda kuna mwanamke mume wake amefukuzwa kazi, biashara imeyumba, maisha hayaelewi, yeye mwenyewe ndiye ambaye anapaswa kuwa muhimili katika ile familia, ili yule mume asije akatumbukia ama akaenda sehemu ambayo iliyokuwa si sahihi. Asante. Na bila shaka naona kwamba muda pia Miriam ulikuwa kidogo na mchanganya kule, lakini tukipata muda tunaweza kuliendeleza hili swala. Lakini cha msingi ni kwamba ambaye atakushushia heshima, ambaye atakuwa hakupendi, hakukupenda hata wakati ulikuwa na kazi. Wanasema amelidadavua vizuri. Sema kitu mtazamaji, tukutakia usiku mwema. Kwaheri. Kwaheri.